Kwa majina naitwa Dr. Samson Msilu, ni mhadhiri wa chuo cha serikali za mitaa Hombolo, na leo tuko hapa ni siku yetu ya pili ya mafunzo kwa waheshimiwa madiwani ambao wanatoka katika halmashauri ya jiji la Dodoma na wenzetu kutoka halmashauri ya wilaya ya Bahi. Mafunzo yetu yameingia siku ya pili yakiwa na lengo kubwa la kuwajengea waheshimiwa madiwani uwezo wa kiutendaji, lakini vile vile kimaadili pamoja na kisheria, ili waweze kutekeleza majukumu yao vema, ambao ni majukumu ya kiuongozi, kiuwakilishi, lakini vile vile usimamizi wa rasilimali mbalimbali zinazopatikana katika maeneo yao ya halmashauri husika. Na katika siku ya leo pia tumeweza kuzungumza masuala mbalimbali ikiwamo maadili ya viongozi, lakini vile vile tumezungumza kuhusiana na mambo mbalimbali yanayohusiana na uibuaji, utekelezaji wa miradi shirikishi ya jamii kwa kutumia mbinu ya fursa na vikwazo iliyoboreshwa, yani O&OD iliyoboreshwa, ambayo wakati huu pia wanaendelea na mada nyinginezo ambazo mojawapo ikiwa ni usimamizi wa ardhi, ili kuweza kuepukana na matatizo mbalimbali yanayotokana na usimamizi wa rasilimali ardhi. Baada ya mafunzo haya, ni matarajio yetu sisi kama wawezeshaji kwamba utoaji huduma na viongozi hawa ambao ni waheshimiwa madiwani utaimarika zaidi. Masuala ya usimamizi wa rasilimali mbalimbali ambazo zinapatikana katika maeneo yao zitakuwa zimeimarika katika masuala ya usimamizi wa rasilimali kwa kutumia sheria zilizopo, lakini vile vile maadili ya viongozi ambao ni viongozi wa umma yatakuwa yameimarika, na kutakuwa hatuna migogoro na migongano ya kimaslahi kati ya viongozi na watendaji ambao ni watumishi wa serikali katika maeneo yao. Naitwa Bakari Samuel Fundikila. Ni diwani wa kata ya Chang'ombe jiji la Dodoma, lakini pia ni naibu meya wa halmashauri ya jiji la Dodoma. Leo tupo hapa kwenye ofisi za jiji Mtumba hapa jijini Dodoma kwa ajili ya kupata semina, ambayo semina hii tunaishukuru sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunamshukuru sana rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Ameelekeza tupate semina waheshimiwa madiwani ili tuweze kuimarika katika kuhakikisha tunatoa huduma vizuri kwa wananchi wetu. Semina ya leo inatujenga katika kukusanya mapato ya halmashauri, inatujenga katika matumizi bora ya mapato ya halmashauri, lakini inatujenga katika kuwasimamia wananchi majukumu yao, haki zao, wajibu wao, nini hasa wanatakiwa wakifanye katika kutoa mapato kwenye biashara au shughuli zao wanazozifanya. Kwa hiyo tumejifunza vitu vizuri sana katika semina yetu hii, kuhakikisha tunasimamia mapato vizuri katika ukusanyaji, lakini tunasimamia mapato vizuri katika matumizi ya fedha, lakini pia tumejifunza katika utoaji huduma kwa wananchi wetu. Wananchi wetu wanahitaji huduma mbalimbali. Kwa majina naitwa Alice Clemens Ngalia, ni diwani viti maalum wilaya ya Bahi. Napenda sana kumshukuru Mungu kwa sababu Mungu ndiye mwenye neema zote. Leo tumeweza kufika, toka jana tumeanza mafunzo na tunaendelea na mafunzo. Nimejifunza vitu vingi sana. Natambua kwamba diwani ni nani, majukumu ya diwani ni yapi, lakini nikiwa diwani natakiwa kuwa mfano kwa wanawake wenzangu. Nikimaanisha mfano, natakiwa ni kwa kila kitu mimi niwe barua, yani mimi nisomeke vizuri kwa wanawake wenzangu. Na pia ninapokuwa kwenye baraza natakiwa kuwasilisha zile hoja ambazo wanawake wenzangu wameniagiza. Maana mimi ni mwakilishi wa wanawake, natakiwa kusimama kuwatetea wanawake wenzangu. Natakiwa nisimame hata kuwafundisha ubunifu wa kujitafutia kipato. Wanawake hatutakiwi kutegemea wanaume muda wote. Kwa natakiwa na sisi tupambane kuwasaidia hata waume zetu. Kwa hiyo nimefurahi sana. Hii semina imenifundisha, imenielimisha mambo mengi, nimejifunza mengi, lakini pia hata maadili kwa diwani. Ukiwa diwani ni mtu aina gani? Yaani ukiwa diwani unatakiwa kuwa makini, kuwa mtiifu, kuzingatia sheria, kanuni na taratibu.